Hisia zangu. Sehemu ya 8. Ilipoishia. Basi nikaja kushtuka tayari ilikuwa asubuhi. Nikaamka na kuelekea jikoni ambako nilimkuta mama akiunga mboga za chakula cha mchana. Basi kwa kuwa jikoni kulikuwa na moshi sana ikabidi tutoke na kukaa nje, kisha tukawa tunamenya karanga. Wakati huo mzee Sajuki alikuwa ameenda kupeleka mifugo machungoni. Basi tukiwa katikati ya mazungumzo na vicheko na mara ghafla nikashangaa kumsikia mama Sajuki akiniuliza. Nilishituka sana mpaka nikahisi kujikojolea. Nilibaki nimeinamana tu huku machozi yakilenga, nimejawa na hofu. Basi mama Sajuki akaendelea kwa kuniambia, usiogope mwanangu, maana niliambiwa ulikuwa unaenda kule kwa wanyama, alafu kibaya zaidi punda. Tukajadiliana na mume wangu tukaona bora yeye mwenyewe akusaidie na wewe. Maana wanaume hakuna hapa kijijini binti yangu. Najua ulienjoy maana mume wangu sio mtu wa mchezo kwenye hiyo shughuli. Nilibaki nimeinama tu, naogopa hata kuinua uso wangu kumtazama. Basi mama Sajuki akasogea na kuanza kunibembeleza nisijisikie vibaya maana yeye hana tatizo kabisa. Nikamtazama mama kwa macho ya huzuni kweli. Mama Sajuki naye akaniambia, "Ebu kwanza niambie ulifurahia?" Nikakubali kwa kutikisa kichwa huku nikitabasamu. Ndipo mama Sajuki akaongeza kwa kusema, yaani kipindi tunaanza mahusiano enzi hizo tukiwa machungoni, mume wangu alikuwa akinisugua mpaka nashindwa kutembea kurudisha ng'ombe nyumbani. Kwa hiyo sina hamu naye sana kwa sasa, wewe mpe tu kuliko kwenda kwa yule punda dume. Nikamwambia mama Sajuki kuwa punda naye ana dude kubwa na tamu sana. Mama Sajuki alianza kwa kuguna kisha akasema, ila Kogai, punda sio nzuri kwako, maana ana dude refu sana, inaweza kukuletea matatizo kwenye kizazi chako, alafu ukaja kushindwa kabisa kupata mtoto. Niliogopa sana niliposikia vile, nikaona bora niachane na punda kabisa. Basi mama Sajuki aliponiona nimechangamka na woga umepungua, ndipo akaanza kuniambia, usione aibu, mimi jana nilikuja baada ya kuona baba yako harudi. Nilipofika mlangoni tu nikasikia kilio cha chako ambacho kilikuwa ni cha chini huku uchi wako ukitoa sauti zaidi. Nilipowachungulia niliwaona na ulionekana ukiogopa sana, japokuwa ulikuwa ukifurahia ya bila woga wa nini. Binti yangu, mwache mume wangu akusaidie ili urudi salama huko baada ya kumaliza kazi. Basi sikuwa na jipya kabisa zaidi ya kubaki nimekodoa tu macho yangu, nisijue hata niongeze au nipunguze nini kwenye maneno aliyoongea. Muda mfupi baadaye mzee Sajuki akarudi na mbuzi mmoja ambaye alikuwa kajifungulia machungoni, akamwambia mke wake ampe huduma za kawaida. Basi mke akawa yupo bize na yule mbuzi huku mimi nikiwa nipo store nachukua karanga kwenye kilindo. Mara mlango ukasukumwa. Nilipomuona mzee nikasisimka, nikavuta pumzi ndefu na kuishusha. Akanisogelea bila hata salamu, akanipokonya ungo wa karanga akauweka juu ya kilindo kilichohifadhi karanga, kisha akaanza kunipapasa eneo la kifua huku mkono wake ukishuka haraka maeneo wa uchi wangu. Mimi sikusema neno lolote zaidi ya kutulia tu, maana nilikuwa nahisi raha sana. Mashine ya mzee ikawa inanigusa makalio yangu, nikaamua kulivuta juu gauni langu ili iniguse vizuri makalio. Mzee Sajuki akapeleka mkono wake mpaka kwenye uchi wangu na kuisogeza chupi pembeni ili vidole vyake viweze kufanya kazi maalumu. Nikiwa tayari naanza kupagawa, nilisikia sauti ya mama Sajuki, Koga, leta karanga. Ilikuwa ni sauti ya mama Sajuki akinitaka nipeleke zile karanga nilizikuwa nimefuata pale garani. Nikamwambia mzee Sajuki, unaona hapa sio pazuri, bora ingekuwa usiku kuliko saizi kweupe namna hii. Nikalishusha gauni langu kisha nikachukua karanga na kuondoka zangu huku nikijifanya kumuitikia mama Sajuki, nakuja mama. Nilijua kitendo kile kimemuudhi mzee Sajuki, maana alimpa mkewe kazi makusudi ili apate nafasi ya kunitia, lakini sasa mazingira ndiyo yamegoma. Basi kwa hasira mzee Sajuki akazira mpaka kula chakula kabisa. Basi akiwa yupo kuwafungia mifugo yetu, mimi nikatoka zangu ndani nikiwa nimejifunga lubega. Nikaenda mpaka kule zizini. Muda huo mkewe alikuwa ndani. Basi nilipomfikia karibu nikamwambia, naomba ule tafadhali, maana baadaye nataka. Sasa ukiwa haujala ni vigumu sana.
Akageuka na kunitazama kidogo usoni mpaka jinsi nilivyovalia lubega huku mapaja yangu yakiwa nje tu. Akawa anatoka zizini, nikamshika mkono wake uliokomaa kama mti, kisha nikamshikisha uso wa uchi wangu, lengo aone jinsi kitumbua changu kilichochemka. Baada ya kunishika kitumbua changu, tukaondoka pamoja huku nikimtazama yule punda dume kwa jicho la kuiba ili mzee Sajuki hasigundue. Nikawaza moyoni, laiti kama huyu punda angekuwa ni binadamu hakika angenioa hata bure kabisa maana. Tukaachana na mzee Sajuki, yeye akiingia nyumba kubwa na mimi nyumba nyingine, ila ni hapo hapo tu zimetazamana. Nilitulia kitandani kwangu nikiwa sina hata chembe ya usingizi, muda wote nipo kusubiri ujio wa mzee Sajuki. Lakini ajabu ni kwamba mpaka inafika saa 3 bado alikuwa hajafika. Nikajikuta naanza kuchukia na roho ya wivu ikaanza kuninyemelea. Nikapiga moyo konde huku nikiusihi moyo wangu uwe mpole, maana yule ni mume wa mtu. Nilipokumbuka tu hilo, nikaenda kitandani nikajifunika shuka na kufosi usingizi ambao uligoma kabisa. Nikiwa nimepitiwa na usingizi wa maana, mara nikahisi kama naitwa huku nikitikiswa. Nilipofungua macho yangu nikamuona mama Sajuki. Haraka nikaicheki simu yangu, ilikuwa na misikolu 9 na meseji 5, zote zilikuwa za mpenzi wangu Jofu. Nikaicheki moja haraka ilisomeka: Hello mpenzi, samahani Koga kwa mateso uliopata siku zote hizi. Nadhani sasa nipo tayari kuja huko Shinyanga kwa ajili yako. Nikaona kama ujinga tu. Basi nikaicheki simu, saa ilikuwa 5:15 usiku. Nikamuuliza mama Sajuki, kulikoni saizi usiku upo hapa? Akajibu, nimetoka kunawa bafuni, maana mimi tayari nishaliwa, japokuwa hajanitia kama siku zote. Leo kanitia juu tu ili mradi. Sasa nadhani hajataka achoke sana kwa ajili yako, maana wewe ni binti mdogo. Sikuwa na jibu zaidi ya kusema tu sawa, kila anachoongea mimi sawa. Mama Sajuki akaongeza kwa kusema, ndiyo, inabidi umpe vionjo vya maana huyu mzee, sawa mwanangu, kuliko kuwapa punda. Mimi nikajibu sawa. Baada ya hapo akatoka huku akisema anaenda kulala. Dakika kadhaa hazikupita, mara mlango ukasukumwa tena, na muda huu alikuwa ni mzee Sajuki akiwa na taulo tu. Muda huo mimi nikiwa nipo bwinda au mtupu, nimekaa juu ya kitanda changu. Wahenga walisema chenye mwanzo hakikosi mwisho, au hakuna marefu yasiyo na ncha. Aya, tutajua nini kitatokea mwisho wa safari ya mapenzi aya ya Koga na mume wa mtu. Usikose sehemu ya 9.